Sehemu yetu ya kumalizia kwenye rakaa ya kwanza au rakaa moja, na jana kulikuwa na maombi rasmi ya kwamba leo kuwe na tamthilia kuonyesha kwa vitendo. Nafikiri tutaanzia kwenye swala, sidhani kama tutaenda kule kwenye udhu tena. Tutaanzia kwenye swala tuje mpaka salatul masbuq. Tulianza kule mwanzo. Sasa hapa nitamuomba imam, sababu jana alisema yeye atakuwa ndo yule muonyeshaji wa vitendo. Nitamuomba sasa asimame. Tutaanza katika sharti za swala, ambayo ya kwanza tulisema ni kuhakikisha umeelekea kibla. Asimame atuonyeshe namna ya kuelekea kibla. Baada ya kuelekea kibla, atuonyeshe mikono inaunyuliwaje wakati wa takbiratul ihram. Pale wakati wa takbiratul ihram, maana pia kuna watu wanafanyia hapa, kuna watu wanafanyia hapa, kuna watu wanafanyia hapa chini tu. Sasa je, ile ambayo ni sahihi kama tulivyosema ni kwamba mikono inuke juu ilingane na mabega na iwe wazi, na ile inatusaidia kumjua kuwa huyu anaswali. Lakini ukienda ukisimama tu hivi kama mwanajeshi, hatuwezi kujua nini unachokifanya. Alafu tutaendelea, nafikiri kwa sababu hatujasomesha suratul Fatiha, sijui kama itakuwa ni lazima, kwa sababu haitoshikwa leo. Hata tukasema isomwe saa hii, lakini watu kuishika itakuwa, lakini naamini tutaendelea kusomeshana suratul Fatiha kiasi cha mtu atakachoweza kukifahamu. Baada ya hapo tutakwenda kwenye rukuu, tutakwenda kwenye itidali, na kuna zile sehemu ambazo yeye imamu pia anazijua kwamba huwa ni mtihani kwa watu, na haswa ni rukuu na itidali. Huwa zina shortcut sana, watu huwa wanazo, na kurukuu anaenda tu kama anachomeka, na itidali pia utamwona mtu harudi kabisa, anarudi hapa juu karibu na chini, alafu anategeshea kabisa kurudi chini. Kwa hiyo tamuomba imamu kwa leo, kwa sababu ni hayo, alafu tutamalizia katika salatul masbuq inshallah. Sasa sijui watu wote wataona. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi kabla tujaingia katika hili nilikuwa nanong'ona na shekhe hapa, akasema anaonyesha mfano ni mtu ambaye ni mrefu zaidi kuliko na anaonekana hata kama akiwa mbali, basi mtu wa nyuma kule anaona. Sijui umenielewa vizuri Sasa kutokana na sababu hiyo nikasema tufanye kitu kimoja ambacho ni bora zaidi, ili kila mmoja, hata mtu wa mbali aliyekuwepo aone. Tutaleta meza, ile meza ile ndio itakuwa kama sehemu ya sakafu yetu. Kwa hiyo imamu atapanda pale juu ya meza, atakuwa anaonyesha, kwa sababu kuna vitu vingine alivyoelekeza shefe hapa vya sijida, namna ya kusujudu na viungo vyake. Inawezekana nikafanya huku mtu wa nyuma kule haoni ule utaratibu husika na namna vinavyotakiwa vifanyike. Kwa hiyo tukiwa tuna meza itakuwa naomba meza vijana inakuja inacheza. Naam. Sio mbaya, njoni nayo, alafu kuna wengine watakuwa wanaishikilia. Tufanye watashikilia. Naam. Si tuko pamoja waumini kwa hiyo kwa kufanya hivi tuliona kwamba zoezi litakuwa jepesi. Sijida hivi sasa hapa kuonyesha viungo vya sijida, naamini mtu wa nyuma kabisa kule hawezi kuniona. Sasa tukiwa juu hapa angalau wengine wanaomba ufanywe pale juu. Hapa. Juu member. Juu member pale hivi vinalita havitaonekana. Ndio nikasema sasa wajibu wenyewe. Naam. Wacha tumeza hivi. Na wewe utaona. Naam. Au nasemaje? Sawa. Naam. Mmoja atakuwa na mawazo yake, atavuruga, alafu hatutofika. Tunaanza kwanza kwenye
kuelekea kibla. Naomba mwalimu, yani mtu anatakiwa aelekee kibla na nini, mwili kivipi? Hapo hapo ulipo tu, kwamba awe ataelekea kibla kuanzia miguu na kifua chake. Isiwe miguu au kifua kimeelekea pembeni, alafu kichwa peke yake ndo kimeelekea kibla, au mtu analenga na macho, kwa sababu kama wale wanaokuja kutoka kule mara nyingi wanalenga na macho na kichwa, lakini kichwa nani, kifua na miguu bado inatembea ikienda hivi, alafu yeye tayari ashafanya nini, ashahirimia. Inahitajika kama shaka alivyosimama, huo umenyooka, uhakikishe umeelekea kibla kwa kifua na miguu yako kama alivyosimama. Umesimama ukiwa umetulia, alafu sasa ndo unaanza nini, takbiratul ihram. Sasa shaka nafikiri ataanza hapo kwenye takbiratul ihram. Unainua mikono kulingana na mabega, mikono iwe wazi ilingane na mabega, mikono iwe wazi, vitanga vya mkono hivi viwe wazi vilingane na mabega hapa nyuma palingana na mabega. Isiwe hivi pia, wala isiwe hapa chini, wala isiwe hivi. Maana watu wengi ni wale wanao Allahu Akbar anaivutia hapa tu. Iwe hivi. Nafikiri shaka sasa ataonyesha. Naam, sasa awali yote kwanza anaanza na takbira yenyewe. Na tunasema takbira kwa sababu kuna muulizaji aliuliza, kuna mtu anaikata ile takbiri. Je, ni sahihi? Sasa na nitaisema takbiri, alafu kisha nitakuja kuonyesha vitendo vya kunyosha mikono. Takbira ni kama ifuatavyo. Mtu aseme Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sasa nakuja kwenye kunyosha mikono. Kwenye kunyosha mikono kama ifuatavyo: Allahu Akbar. Hapa ndipo ambapo panapotakiwa. Sheikh, baada ya hapo mikono inateremshwa kwa sisi ambao mazoea tulionayo. Maana kuna wenzetu wanafungia hapa juu, na sisi ambao asilimia kubwa ya watu wa Shafi tunafungia chini ya kifua, juu ya kitovu. Kwa hiyo tunateremsha mikono hapa chini. Mkono wa kushoto unalala tumboni, mkono wa kulia unakaa juu ya mkono wa kushoto, na unashika kwenye kiwiko. Yani hapa unashika hapa kwenye kiwiko cha mkono wa kushoto, mkono wa kulia unashika hapa, unateremshia hapa chini ya kifua, juu ya kitovu. Unaanza kuswali. Kuna wengine wanafungia hapa. La muhimu sio hilo. La muhimu ni kwamba mikono iteremshwe, mtu aanze kufanya nini? Kuswali. Swala la zile ikhtilafu za kwamba wao wanaweka huku juu, wanaweka huku chini, leo hatuna hilo. Lakini cha muhimu ni ukitoka pale unateremsha mikono yako chini, inashika hapa. Nirudie tena wakati wa kuweka mikono au imeeleweka? Naam. Angalizo. Hakuna riwaya inayoonyesha kwamba Mtume alishika hivi. Kuna watu wanashika hivi. Nafikiri wanaweza kuonyesha hivi. Kuna watu wanashika hivi. Hivyo. Na haipo, hakuna riwaya hiyo. Kwa hiyo hivi vitu ambavyo kuna riwaya ya kwamba Mtume alikiteremsha mikono chini kabisa kama wanavyofanya maibadhi. Akitoka huku juu mikono anaiteremsha moja kwa moja. Iko riwaya. Lakini hiyo sisi hatuitumii kwetu sisi. Kwa Imam Shafi ni kuweka, kwa sababu zinaitwa hayatu salat. Ni kwa ajili ya kujulisha kwamba huyu sasa anaswali. Huyu ninavyomuona hapa, kwa sababu ya kuweka hivi, huyu anafanya nini? Anaswali. Kwa sababu tumeambiwa kupita pale mbele ya mtu mwenye kuswali ni afadhali kupita ni matatizo makubwa sana. Ni sawa sawa na afadhali usimame miaka 40. Maana imesemwa tu 40 miaka 40 miezi usimame bila kupita mbele yake. Kwa hiyo unapomjulisha yule mtu kwamba unaswali, na ndio sababu pia hili naomba nilizungumze japokuwa halipo mshekhe. Kuna lile suala la kuweka kitu mbele. Ni moja katika vitu vya kuonyesha kwamba huyu anaswali. Isipokuwa kumekuja
tena riwaya nyingi, mambo mengi kwamba lazima kitu kile sijui kiwe futi 3, sijui futi 2, sijui almuhimu sababu ya kuweka kitu mbele ni kujulisha kwamba usipite hapa. Mwisho wa huyo anayeswali ni hapa, usipite hapa. Kwa hiyo hata hii mistari tuliochorewa inatosha kuwa ni kitu cha kuonyesha kwa huyu mtu wa mwisho wa kuswali kwake ni hapa. Ukiweka kiti, ukiweka kitu kingine ni sawa. Sio lazima kiwe kirefu kama vile watu wanavyofikiria. Ni muhimu ni kitu ambacho kinaonyesha kwamba huyu mtu mwisho wake wa kuswali ni hapa. Sawa. Baada ya hapa sasa tunaingia kwenye suratul Fatiha. Tunaingia kwenye suratul Fatiha. Na nafikiri shekhe tumeisoma tu kwa mara moja. Sawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mumtaz, mashallah. Nafikiri kuna herufi ambazo ni muhimu kwa kila mtu, iwe umeshindwa ima kwa kulemewa na lahaja ya kwenu, lahaja ya uzee, basi hapo ndo umeruhusiwa. Lakini kwa vijana hamruhusiwi. Narudia tena, kwa vijana hawaruhusiwi kujiatilia. Shekhe kama watu wamemsikiza vizuri. Kuna watu wakisoma ile alhamdu iyaka wanazidisha, inakuwa mpaka analeta usipitishe pia. Ni iyaka kama alivyotaja Sheikh. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina na narudia tena ni sio ana. Kulikutokea mashindano fulani ya baadhi ya walimu, mmoja akasema ile bana inatakana useme anamta alaihim, kwa sababu huwa anasikia kwenye redio na kwenye wale watu wengine wakiunganisha anaona ni kama ni ana ni kitu kingine. Ukisema ana ni mimi, tayari ushabadilisha maana kabisa ya suratul Fatiha. Ile alhamd imeambiwa ni sabatul mathani, ni sura ya kumsifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni sura kazi yake ni kumsifu tu Allah Subhanahu wa Ta'ala kuanzia mwanzo. Alhamdu, sifa zake Mwenyezi Mungu. Arrahman Arrahim, Maliki yawmiddin, mwenye kumiliki, mfalme wa siku ya kiyama. Iyyaka na'budu, wewe tunakuabudu, wa iyyaka nasta'in. Ndio maana jana tukasema uzingatie unachokisoma. Ukizingatia, ukiwa unajua, huwezi kutoka ndani ya swala. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghlubi ladi, sio maghdubi. Maana kuna watu pia wanataja hakuna dha katika suratul Fatiha, na wanazuoni wamesisitiza sana kwenye suratul Fatiha hakuna dha, kuna ladi. Waladdallin ghairil maghlubi alaihim waladdallin. Maamuma anaitikia amin kwa sababu ulikuwa unamsifu Mwenyezi Mungu. Baada ya suratul Fatiha sasa, kama ni swala ya jahara, imamu akimaliza suratul Fatiha atanyamaza kinyamazo cha wewe kusoma suratul Fatiha, wewe maamuma, kwa ufupi, yani ile ya haraka. Akimaliza pale imamu anatakiwa asome sura. Wewe maamuma kwenye swala za jahara huna nafasi ya kusoma sura, unatakiwa umsikize imamu. Kwenye swala kama ya dhuhuri tunasoma sote alhamdu pamoja na imamu, na tunasoma na sura ambazo ni fupi. Baada ya pale imamu sasa anakwenda kwenye rukuu ambao ndio nguzo, na anainua tena mikono pale ifike pale Allahu Akbar, ndo anaenda kule kwenye rukuu.
ili kujulisha sasa tunaenda kule. Na ile takbira ya imam, zile takbira zenyewe wanazuoni wa vitabu vya fiqh wanasema zile takbira peke yake, hata kama hujamuona imamu, zinakujulisha huyu anaenda wapi na anatoka wapi, kwa sababu ya ule urefu wake na ufupi wa ile takbira. Sasa hapa imamu anaenda kwenye rukuu, tunaingia kwenye rukusha. Rukuu inatakikana mtu anyooke, kisogo, kichwa na mgongo zilingane, kusiwe kuna kingine kimeinama zaidi. Bismillah. Allahu Akbar. Mmemona? Mikono inaweza kufika bila kulazimishwa, lakini mgongo na kichwa na nini zote zimekaa. Nafikiri shaka ungeonyesha ile kuinamisha kichwa. Kuna watu ana rukuu, yuko hapo kwenye rukuu lakini kichwa kiko chini kabisa. Kwa hiyo nionyeshe. Onyesha ile ambayo sio sahihi. Kuna watu wako hivyo. Kuna watu naye haendi rukuu moja kwa moja, anabaki hapa juu kidogo. Hivyo. Kuna watu wanabaki hivyo, anangojea tu pale juu. Hizo zote haziruhusiwi. Inayohitajika ni ile ya kwamba imamu, yani mgongo na kichwa zote zimelingana, na mikono kuishika magoti isilazimishwe iwe imefika kwenye magoti. Pale unachosuniwa ni kusema subhana rabbiyal azim wa bihamdihi mara ngapi? Mara 3 kwa maamuma. Baada ya hapo imamu sasa anatakana arudi, na wewe unatakana urudi juu. Sami Allahu liman hamid. Mikono tunarudisha pale na inarudi tena hapo. Unarudi kusimama kamili, sio unabakia humu katikati. Unarudi kusimama kamili kama alivyosimama hivyo. Na kila mahali unapokwenda unajituliza kwanza kidogo, kisha ndo unaanza harakati ya pili inayofuatia. Baada ya hapo sasa inatakikana kwenda kwenye sijida sasa hapo ndio kunapohitajika shekhe. Sasa nafikiri unatakiwa ugeuke sasa. Sawa, kabla sijida shekhe, kabla sijida huwa tunaona kuna baadhi ya watu tulikuwa tunaomba pia tujue kwamba ukisharudi katika itidali, kuna mwingine anakuja anafunga mikono. Labda nionyeshe mfano. Naam. Natoka kwenye itidali nakuja sami Allahu liman hamida. Naam. Kuna mwingine anakuja hivi tena. Ndio. Sasa ndio nataka tujue. Na kuna wengine anakuja anaachia tu hivi. Hizo zote hazina makosa, lakini haswa inayohitajika sami Allahu liman hamida, unafunga tena, haina shida, unarudi chini. Lakini ukiachia pia ni sawa, haina shida yoyote. Tumesema hizi zote mbili ni hayatu. Kwa hiyo ule muda wa kubaki hapa juu kiasi cha kwamba ile sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd unaisema ukiwa katika hai'a gani? Kwa hiyo ukifunga hukatazwi, lakini unaweza ukaachilia pia mikono, haina shida. Ukifunga ukarudi ukafunga pale hukatazwi, lakini ukiachilia mikono pia haina shida yoyote. Naam. Sasa tunaingia kwenye sijida sasa. Sijida naelekea hivi sababu kuna viungo ambavyo kuna viungo alipokuwa amevielekeza shekhe. Kwanza shekhe, naomba uviseme alafu mimi nivionyeshe. Naam. Viungo vya sijida. Sasa unaenda kwenye kusujudu. Kwanza namna ya kushuka. Sawa. Inatakana ushuke na miguu. Tulisema usishuke kwa mbele hivi kama mtume anasema kama ngamia. Natakana uanze kushuka kwa kawaida. Nionyeshe kwanza vile vibaya ambavyo haviruhusiwi. Alafu baadaye nije kwenye uhalisia. Sasa tuonyeshe viungo vya sijida vingapi alafu ndo nipomoe. Sawa, viungo vya sijida cha kwanza ni uso. Papa la uso hapa usoni, katikati ya uso. Sehemu ya pili ni vitanga vya mkono, sio ncha za vidole. Hivi vitanga vya mkono kamili vyote pamoja na vidole vyake vitandike chini. Hivyo ndo sehemu mbili ambazo zimekuwa tayari ni 3.
Ya 4 na ya 5 ni magoti yashike chini. Ya 6 na ya 7 ni vidole vya miguu vishike chini, huku ambako kunako kanyaga kushike chini. Sasa hapo nafikiri ndio shekhe, kwa sababu la muhimu zaidi lilikuwa ni hilo, hizi hapa na vidole vya miguu ndio watu sana huwa ni shida kwenye kusujudu. Bismillah. Nianze na kupomoka kimakosa. Ndio. Allah. Au nirudie tena? Naam, nirudie tena. Alikokataza shekhe kwamba ni makosa mtu kuingia kwenye sijda kwa kupomoka ni kama ifuatavyo. Allah. Hivi ndio makosa. Sasa nakwenda kule kulikoruhusiwa na sheria. Na kidogo shekhe, ni makosa kwa mtu mwenye uwezo. Maana sije kaonekana makosa kwa watu wazima pia ambao hawana uwezo. Yule ambaye hawezi kushuka na miguu kwa kawaida anaruhusiwa. Lakini kwa mtu ambaye anaweza haruhusiwi kushuka hivi. Kwa mtu ambaye sasa mwenye uwezo anaenda sijda. Allahu Akbar. Tayeb. Sasa tungeomba ugeukie hivi sasa. Ugeukie kibla. Bado. Na naingia sijda sasa Allahu Akbar. Tuangalie vidole vya miguu namna alivyoweka Sheikh. Ni kwamba vikite chini kabisa. Ukivinua kidogo sasa Sheikh, vile ambavyo watu wanakosea. Ukifanya hivyo sijida hakuna. Na watu wengi ndivyo wanavyosujudu hivyo. Kwamba vidole vinalala vinakuwa tayari Sheikh. Au mguu mmoja unakuwa umenyooka umepinda hivi. Pia ni huwa inatokea hivyo. Naam. Alhamdulillah. Inaonekana au ndio tena? Imeeleweka. Kinachofuatia Sheikh. Kinachofuatia nafikiri shuka tu sasa. Jazakallahu Sheikh. Allah akulipe kwa mazoezi pia. Hiyo kwa leo nafikiri tumeona mahali tulipofika. Asilimia kubwa ya sijida watu wanakosea kwenye vidole na kwenye vitanga vya mkono. Insha Allah nafikiri kwa leo tuishie hapa. Kama kuna swali moja mawili yale kawaida yetu, basi tunaomba maswali ili tumalizie tufunge. Naona muda umeisha pia. Na kwa hili ni Sheikh, tunaingia katika eneo la maswali. Wakati huo naomba wale marafiki wangu ambao tulikuwa tukitafuta laki 3 kwa waumini mniambie mpaka sasa tuna kiasi gani, ili wakati tunaendelea na masala basi waumini wapate kujua kwamba tumefikia katika malengo au bado, na ikiwezekana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tuweze kumaliza. Sawa sawa na wote. Naam. Tuendelee. Tumeishia hapa kwa sababu tuendelea. Kwa sababu tena Sheikh alisema kuna vile vikazi, kuna tahiyatu ndogo na tahiyatu kubwa na ukali. Kwa sababu kama darasa bado linaendelea, leo tuishie hapo kwa namna alivyokuwa amesema Sheikh. Sio kwa mimi Sheikh amesema tuishie hapa. Inshallah Mungu akipenda kesho tutaendelea. Inshallah. Utakuuliza swali. Ndio hiyo. Hilo nimeshaelewa kwa sababu. Naam. Sheikh Abraham. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Tumeona mifano halisi ya rukuu na kusujudu, lakini katika rukuu tunasema maneno gani na katika sijda tunasema maneno gani? Mwingine Sheikh anakusanya maswali alafu kisha baada ya hapo anakuja kujibu kwa pamoja. Naam. Kwa mimi ilikuwa vyema zaidi wakati mtu anapouliza swali lake anahitaji na jina lake,
manne. Sawa. 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 Leo manne tumeongezeka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam. Kwa jina naitwa Shafi Hassan. Ninaomba kuuliza wakati ule wa rukuu ama kusujudu, kuna watu wengine wanakuwa na nguo fupi kidogo kwa nyuma, alafu akienda kwenye sijida anabaki wazi kwenye kiuno, na vipi kuhusu na shetani alinukuu swali lako atalijibu. Na mtu mwingine pengine jina lako shetani kusikia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Hussein Yohana. Kwa swali langu kwenye upande wa sijida. Sisi huko Mangoma tunakutana na mambo mengi. Kwa sisi wenyewe tunajuana. Unamkuta mtu labda sasa hii tunakutana nao nyingi sana kwa watu wengi. Je, ikoje nchi? Na shirika kuona au kuletea tumeiona. na Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salaam. Naitwa Musa Juma. Nauliza baada ya kufikiria mara Allahu Akbar. Maneno kusema Sheikh amenukuu. Na nakwenda swali la karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Nilikuwa nataka swali kama la vijana hapa, lakini tunapocheza wakati anataka kwenye meza, naomba nimpe huyu bwana ambaye ni muulizaji wa mwisho aulize swali lake na kisha tutakuja. Sawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngoja kidogo. Je, pale unapoanza kuswali kama mfano swali Ijumaa kutoka watu wanachelewa msikiti wa kutumika. Je, katika kule kukata swala kukata swala kupita, je inatumikaje? Shukran. Sheikh atajibu swali hilo na nalinukuu ili aweze kujibu. Sheikh, kijana nimembadilisha kwenye meza, anataka aonyeshe mifano ya sijida kwa baadhi ya watu ambao mara nyingi wanafanya utaratibu huo. Sasa nataka ajue sahihi. Bismillah. Bismillah. Ndio. Ile ya kwanza ni ipi? Ndio. Oh, sawa sawa. Sawa. Tuanze na hili la huyu kijana kwa sababu ni yake yapo kadhaa. La hili la mwisho na tutaanza nalo. Anauliza kuhusu kusujudu. Je, mikono wakati nimesujudu niweke wapi? Iwe mbele ya kichwa, iwe nyuma ya kichwa, iwe katikati au niweke wapi? Pale unapoweka mikono wakati unahirimia ndipo unapotakiwa kuweka mikono wakati unasujudu. Sijui kama mmeeleweka. Kwa maana mikono ilingane na nini? Na mabega hapa. Wakati umeweka pale chini, hii vitanga vyako vya mikono viwe vimelingana na wapi? Na hapa. Sio uweke mbele tena kama mbwa amelala. Maana kuna watu ni kweli kama alivyosema, kuna watu anatanguliza hivi au kuna wengine anaiweka nyuma hivi. Sijida yako itaswihi.
sijida yako inaswihi. Mulahadha, sijida itaswihi madamu tu umeweka vitanga vyako viwe vimetandikika chini. Lakini je, njia nzuri alofanya Mtume ni ipi? Ni kwamba vitanga vya mkono viwe vitalingana na wapi? Na mabega hapa wakati umeweka chini. Ndio kinachohitajika. Kuna yule mwingine pia alionyesha kuhusu sujudi, nafikiri tumalizie. Yule wa hivi. Nafikiri hata jana tuliongea. Kwenye ibada zote kwenye swala unatakana uchukue kiasi cha mwili wako. Itakana uchukue kiasi cha mwili wako. Ndio maana tukasema hata jana kusimama kwenye kuachilisha miguu iwe ni futi moja na nusu basi. Lakini ukizidisha pale utakuwa umechukua nafasi ambayo sio yako, na baadaye ima utaudhi wengine au utaacha ile mianya ambayo Mtume amekataza kwamba shetani anapitia pale katikati. Kwenye kusimama, ukisimama zaidi wakati wa kwenda kusujudu, kwa sababu mwili hauongezeki, utakwenda kusujudu, nafasi itabaki, kutakuwa kuna mianya. Ukiwa utaenda kusujudu hivi, ina maana unazuia wenzako wasisujudu, na ile sio ruhusa. Ruhusa ni uchukue mwili wako ulivyo. Ndio maana tumeambiwa wakati umesujudu hivi tanga vya mkono vilingane na wapi? Na hapa, sio hivi. Sasa kuna wenzetu ambao ni baadhi, hatusemi ni madhehebu, mimi huko siko na sitaki kuzungumza, ni watu binafsi hajui. Ile ni mtu binafsi hajui, sio kwamba ni wakina fulani. Ni mtu binafsi hajui, anasimama mita nzima. Ni mtu binafsi hajui, anajifanya hivi. Ile ni mtu binafsi kuwa hajui. Sasa kama ndio uzuri wa madarasa. Darasa likizungumza kama hivi, sasa ushajua ni kurekebisha. Wala hakuna mtu amekwambia wewe fulani, hilo lishakuisha. Kuna swali liloulizwa kinachosemwa kwenye rukuu na sijda. Jana tulizungumza, tulianza na vile vitu vya lazima. Ndio maana Sheikh Amran nafikiri ulikuwa juzi ile kwanza haukuwepo, lakini tulisema kwanza tuikamilishe swala kama swala. Kuna vitu ambavyo vya lazima, ile rukuu ndio faradhi. Kama hujui, kuna mtu ambaye pengine hajui zile dua, sio swala yake haiharibiki, swala yake ipo. Kinachohitajika kwanza ile rukuu itimie. Ile kitendo chenyewe cha kurukuu kile ndio lazima kile. Sasa ukisha kukitimiza, unatakiwa sasa ndo ujue zile dua. Pale kwenye rukuu kwa watu wa kawaida, kama huwezi ile subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, unaweza kusema subhanallah 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 mara ngapi? Mara 3. Lakini inayohitajika ni subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, ndio inayotakikana kwenye rukuu. Kwenye sijda ni subhana rabbiyal ala wa bihamdihi. Mara ngapi? Huwezi kusema subhana rabbiyal ala wa bihamdihi, utasema subhanallah subhanallah subhanallah. Mara ngapi? Mara 3. Nafikiri hili ndio nani. Lakini ndio narudia tena, kwa mtu ambaye hawezi sasa na hajui, cha muhimu ni ile rukuu yenyewe itimie inavyohitajika. Ile rukuu yenyewe kama Sheikh alivyoonyesha, rukuu kinavyohitajika. Swali linalofuata ni nguo fupi. Hapa ni mtihani kweli. Hapa kuna mtihani kweli. Kuna wakati tuliwahi kuzungumza ikatokea pia kama shere kidogo. Kuna vitu viwili. Cha kwanza kinaharibu swala. Cha pili unaharibia wengine swala. La kwanza ni kuvaa nguo yenye kubana alafu ukawa saa zote unashughulika na kuvutavuta, au nguo fupi saa zote unashughulika na kuivuta. Sasa saa nyingine unaweza ukajisahau kule kuivuta, ikiachia tu hapa kwenye mgongo, ujue swala hakuna. Hata kama ni kidogo vipi ikaachia, swala hakuna, kwa sababu tumeambiwa hata katokea kitu ikasababisha nguo ikararuka kwenye swala hapa juu ya goti, natakana uzuie na mkono. Uchi hauruhusiwi kabisa. Sasa wewe umevaa kijifulana au kishati, ukirukuu kinapanda, ni mpaka unganganie au upandishe suruali.
Unakuja mwisho unajisahau, inafanya nini? Inaachia. Ikiachia tu ujue swala hakuna, kwa sababu uchi wa mwanamume ni mabaina sura, ni kati ya kitovu na magoti. Sasa kiuno kiko wazi, ni kwa swala haipo. Sasa wengine unaweza kaambia unanihukumu, lakini ndo haipo shekhi. Hata ukao mkali ukakasirika, ndo haipo. Lakini la pili ni nguo zenye maandishi. Ndugu zangu, nguo zenye maandishi zinatatiza wengine. Narudia tena, manake hili ni jambo ambalo anayekuwa nyuma yako anatatizika. Sisi tulizungumza juzi, wewe uko hapa kwenye swala unafikiria biashara. Je, unayaona? Jikinge, jilinde. Ukimwi ni hatari, sijui nini, uko nayo kwenye swala. Basi angalau iwe mbele huku, uwe ni wendo uko nayo. Lakini iko wapi? Iko nyuma. Mabingwa ni sisi. Yuko shabiki wako kule nyuma, wewe wa Yanga, yeye wa Simba. Yuko nyuma yako kule. Atasoma tu, unamtoa kwenye swala. Anaposoma ile maandishi huo ushamtoa kwenye swala. Hakuna, kwani kuna ulazima gani wa kuvaa nguo za aina hiyo? Hatuzungumzii rangi. Tunachozungumzia ni maandishi yaliyoko nyuma ambayo watu wanayasoma. Hizo nguo hazifai hata kama ya halal. Alafu pili, unaenda kununua nguo, ndo kama hizo nguo 40,000, 50,000, nguo yenyewe huwezi kuswali nayo. 30,000, nguo yenyewe huwezi kuswali nayo. Basi mfuraha yako tu, sawa, vaa uko nje, huwezi kuswalia nayo. Pesa zako umefanya kazi kwa jasho, afu nguo yenyewe huwezi kuifanyia ibada. Ya nini sasa? Au kama una lazima wewe ni fani wa ile timu, toa haya yaliyoko huko nyuma, kubaki kweupe, kwa sababu usitatize wenzako ambao. Na kuna watu wala sio za mpira tu, kuna wengine hata mashati anunua shati kabisa limeandikwa huko nyuma. Tena saa nyingine, ndugu zangu, hizi nguo za mtumba hizi hatujui hata imeandikwa nini. Mtu hajui kizungu, hajui imeandikwa nini. Saa nyingine imeandikwa matusi, mtu amevaa ameingia nayo kwenye kuswali. Sasa kwa hiyo hili la nguo nimesema ni mambo mawili, nguo fupi lakini na zenye maandishi pia tuangalie zisitatiza watu wengine. Mwenye kukatiza swala, na nafikiri jambo hili ni kubwa sana, halifai la kumkatiza mtu kwenye swala. Mtume amelisisitiza sana, na ndio maana tumezungumza hapa, unatakiwa uweke kitu mbele. Lakini kuna watu kuchelewa kwake kuna halalisha kumkatia mwenzake swala. Kule kuchelewa kwake Ijumaa, maana watu wengi wanachelewa Ijumaa. Anakuja kule nyuma, kuna safu ya nyuma ile kule, maskini wale huwa ni moja kwa moja, huwa swala zao ni wanakatwa tu, mtu anaona ni halali. Kwa nini wao wanaswali huku nyuma? Wewe mbona umechelewa? Kwani wewe umeruhusiwa kuchelewa uje utupite huku nyuma? Sisi tuko msikitini, hatuko nje. Kama tungekuwa tuko nje ndio sema kwa nini mmeswali nje. Sisi tuko msikitini. Umechelewa, pita nyuma kule. Maana msikiti huu alhamdulillah una nafasi kule nyuma kwa upande wa vioni kule, pita kule uende ukatawadhe. Lakini sio lazima uje upitie hapo tukate. Swala yako ipo, swala ya mwenye kuswali ipo, lakini mwenye kupita ndo ana madhambi makubwa. Una madhambi ya kuchelewa, una madhambi ya kwenda kumkatiza mtu kwenye swala. Tuwe na ihtiramu na swala. Usimdharau mwalimu Sharifu ukadharau na swala yake. Ile swala ni ya Mungu, sio yake. Jana tulisema swali kwa ajili ya Allah, usiswali kwa manufaa yako, swali kwa manufaa kwamba hii ni amri ya Allah. Ile swala ni kwamba unamdharau mwenye swala. Msikiti huu una nafasi kubwa ya mtu kupita kule nyuma. Pita nyuma kule, sio lazima uingie msikitini. Umechelewa, unaona kumejaa, pitia mlango nyuma ule kule vioni, nenda katawadhe, ukimaliza ingia huko nyuma swali, kule upande ule kuna nafasi utazikuta za kuswali, nenda kule nje, nenda kaswali kwa sababu umechelewa. Na ndio maana salatul masbuq na salatul mabtu ni vitu viwili tofauti.
nimalizie hapo, mtu alochelewa kuingia kwenye swala huwa anakosa rakaa kwa kutokumuwahi imamu kwenye rukuu. Lakini mtu ambaye ni mzito wa kusoma, hata imamu akaitidali yeye ndo anaenda kurukuu, rakaa ameipata, kwa sababu yule yake ni dharura, huyu yake ni uzembe. Yule wa kuchelewa ni uzembe, huyu ambaye yeye ni mzito wa kusoma wameanza na imamu, huyu yake ni dharura ya kimaumbile. Ndio vitu viwili tofauti. Sasa uzembe wako wa kuchelewa usitufanye ukawa unatuvurugia swala zetu. Sisi tunaswali, wewe unakuja, lazima upite pale nyuma, hujali wala huoni lolote. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.